Pigana vita mpaka unafikia anapigana mtu anayemuona. Anarusha ngumi kabisa. Lakini anakuletea ushuhuda. Ili sichapa ngumi kweli kweli. Wachukulia kwenye yako. Oh, yes. Unajenga kidogo, unafanya kitu hakiendi, kimefika kwenye level fulani. Umekaa tu. Mambo hayaendi. Kile ukitaka kugusa chini cha moto, ni cha moto, ni cha moto, hakiendi. Maisha yamekuwa. Umechukua hatua gani? Umechukua hatua gani? Yaani ungejua mimi ni mkibosho na nina hasira za ambazo za madhabahu kichanganya na za nyumbani. Mimi ningeua. Amshina nakwambia. Si mkibosho, si kweli huo? Wanasemaga mna hasira ya hasira, sivyo? Ila mimi sina ile hasira tena. Hapana. Mimi ninachokifanya hasira zangu zikichanganyika, pesa nyingine zinakuja na za kule. Sasa nyinyi ndio mnasababisha. Na kweli ningekuwa naruhusiwa kupiga mtu, ningekuwa mtoto ameningizwa kwenye hizo chuma wote. Kwa sababu hauko serious. Unakuja hapo unaona, unatuonesha kwamba wewe ndio unajua urembo, omba. Fire. 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 Na nyingine nisimama hivi jamaa. Fire. Fire. Wewe, ningekuacha usingening'inia kwenye hizo nono. Adhabu ni miguu juu kichwa chini. Yaani kitu kikaa hivi miguu hivyo mpaka tumalize ibada. Ukajifunza usingekuja hapa tena kizebeze. Kwa sababu unachokijua ni kwamba nina hasira na sehemu nyingine. Wanatesa. Na wengine unaishi nao, umekosa tu usija sikwenda kufikia hivyo vitu. Watu mnakaa the same, viwango vile vile. Hamkuagi. Hamkui kabisa. Biashara ni ile ile, huduma ni ile ile, kazi ni ile ile, hakuna hata kiwango kidogo cha kupanda mshahara. Umekosa userious. Mimi nimesoma chuo, nimemaliza degree ya elimu. Umenisikia? Education. Lakini tu nikasema, laiti ningekuwa na muda kwenda kufanya kazi, mimi nisingekuwa mwalimu wa kawaida. Nisingeajiriwa mimi. Ningekuwa the top ambaye ningecontrol wenzangu. Amen. Sema Mungu kanivuta tu kanileta upande huu. Kweli? Na wala ningetaka kutafuta kazi, niseme natafuta cheti changu nisimamishe mimi nianze kufanya nitafute kazi, kampeni za kazi. Ningepata kazi mimi. Yes. Sasa unajua ninachokifanya nini? Unafika na Magufuli hapo. Hakunaga. Hapo kinachokuwa kinafanywa nini? Ni userious. Basi. Leo nataka twende kwenye kambi ya maadui. Tufanikishe kile ambacho kimepotea. Fikiria nini kilichopotea kwenye maisha yako? Ni nini kinachokushika kwa muda mrefu? Ni nini ambacho unaona hauna majibu? Ni nini hata unaona umeshachoka? Yani you are tired. Umesema enough is enough, I'm tired. Now is my time. Na unaonesha usirias wako kama utabaki kama ulivyo, kama utabaki kama ulivyo. Amen. Umeelewa vizuri? Amen. Kama ni wanja boda, sijui nini kuchomekea salama haitasaidia. Kinachosaidia ni wewe kupata majibu yako. Watu wakujue mjini kwamba kuna mtu anasimama. Heshima pekee inatafuta baini. Ukisoma history, vipindi vya nyuma, watu waliokuwa na kosa uhuru kwa democratic system walikuwa na pride ile dictatorship. Kama utamwambia ndio wako niachie by peace, akagoma. Tumia dictatorship. Mfate by force. Mwambie lazima uteme, kema kila kitu chako. Achia, simekwambia nini? Achia sasa. Nimekwambia achia by salama, umekataa. Basi achia kwa nguvu. Piga fire ya maana. Uone kama utabaki kama ulivyo. Kila siku wanakuwa wengine wanakuangalia kwa huruma tu. Bwana labda atatenda. Atatenda. Atendaje kwa mtu ambaye hajielewi? Fanya kwanza hatua ya kutoa mali. Unaisha tu kufanya kazi. Unataka kujishughulisha. Unataka kutafuta tajiri. How comes? Kuna gunia inatoka juu mbinguni? Hapana. Lije likuangukie. Kila siku nikulia maskini kuangalia kwa huruma. Huruma yako inafikiri kusaidia? Hakuna. Badilika wewe. Napokea kwa jina la Yesu. Uza hata nyanya. Unafikiri kwamba ni mteule eti mimi nimeokoka ni mzuri zaidi ya kutokuuza nyanya. Uza nyanya, wenzako wanazibua choo nasema sikuse nyanya. Hakikisha kadunda kwenye kepu ya maadui zako. Unaenda kwa ajili ya neno moja, lakini umebeba kitu mkononi. Umebeba sadaka fulani. Haijalishi wewe ni mnyama, haijalishi wewe ni ndege, haijalishi wewe ni pesa, haijalishi wewe ni sadaka yoyote. Unasema kwamba ninataka kitabu na nabii wangu. Ninataka kitabu na mpako mafuta wangu. Ambapo kanisa limepiga kwa juu yake. Ambapo kwa hilo maadui ataamua. Naye kikao. Simama siku leo. Nasema ya kwamba sadaka hii inakupiga hatua kwenda kwa maadui. Lazima nifanikiwe. Lazima niokoe kile kitu. Yote yangu irejee.
iachiliwe. Roho yangu iachiliwe. Afya yangu iachiliwe. Naanza kupiga hatua. Sema mwana nabii. Wanahitaji ujasiri. Sio kujiangalia angalia. Hakuna haja ya kuangalia. You are soft or not. You are handsome or not. You are beautiful or not. Wanachokiangalia imani kwanza. Sadaka kwanza. Hatua unapiga. Unaenda. Unaanza kusearch. Hujasahau. Unamshika mama yako. Na pesa. Nikamata prayer maji. Nikamata maji. Nikamata anointing. Nikamata tunda. Unaenda nalo. Mtoto lazima. 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 Haina viwango vingine. Haijalishi. Nikamu gani. Sijaona majibu. Imani hii. Mungu akamwambia Joshua, ikiwa mtumishi wangu Musa amekufa, nikakunyanyua wewe Joshua, uwe hodari na moyo wa shujaa. Sema mwana nabii. Ndipo tu Mungu anataka mashujaa. Oh yes. Sura tumbea hivi nenda kushtaa hivi. Mtumishi, yani kote matatizo. Yaani nifanyeje? Eti. Kaza roho. Yes. Sema yamkini leo imekuwa. Kaza unapindua. Historia lazima iwe mpya. Yes. Ng'ang'ana. Wacha ubisho wewe, utakupeleka wapi? Leo nilikuwa naongea na watu ndani, kuna sehemu moja rafiki zangu ambao tumekaa nao kipindi hicho sijajua Mungu. Nikamwambia ngoja leo niwaambie kitu cha kweli ili isidawe damu yangu mikononi mwako. Tena altari nimeenda kumtembea alikuwa na msichana. Akajua, hajanielewa. Unajua nabii akubariki nyumbani. Hakunielewa vizuri. Akaona nitamsupport. Nikamwambia brother, hizi kitu unafanya hapa. Hii kitu si nzuri. Achana nayo twende kanisani. Twende kabisa. Create your future from now. Tengeneza future yako kuanzia sasa. Unaharibu kupitia wanawake. Umeshalala nao mpaka umechoka. Na kuomba kila siku twende umekuwa kama nini? Oh brother, ananitanga brother bwana, unajua brother nini? Nini? Unachovya wanawake ovyo brother nini? Unaua future yako. Nini? Tafuta kama mmoja ukae naye mmoja. Yes. Utakayejua kwamba huyu ndo atakuwa naye mwisho. Lakini usimdonye kwanza. Funga hata ndoa uende mbele sasa. Pesa zinaishia kwa makahaba. Kuhangaika kwenye kistarehe za kipumbavu. Sema mwana nabii. Where is your future? Where? Ask yourself. Mitefu hiyo inazidi kuwa. Uzee unazidi kuja ngozi hiyo. Una hata kibubu umeweka mahali. Hakuna. Una hata kitegemeo cha mahali. Hakuna. Upo tu kama umepoteza. Start from now. Nikamwambia anza. Twende kanisani. Brother, utajua mwenyewe. Mimi sitadaiwa tena damu yangu kwa Mungu. Utajua mwenyewe. Nikalala zangu mbele. Nimwangazia kichwa. Hawajaamini leo nimwageuka namna hiyo. Unajua nitakuja say demu wako mzuri. Demu wako sahihi. Kuna muda wa demu. Hakuna tena. Wacha umekukalia paka umechukua unasema demu mzuri. Demu mzuri wa nini? Mademu wazuri wapo tu. Amen. Na maisha wapo samani watu wazima hatuhitaji mademu. Wadada wazuri wapo. Na wakaka wazuri wapo. Wapo. Create first your future. Oh yes. Jenga ya mbele uone. Mengine anakujaga yenyewe. Oh yes. Tu huyo. Unakuja hapa hata usikilize leo unawaza atarudi kwa yule mwanaume. Wewe achana naye mweke pembeni sema anapiga fire. Kuja atakuja. Angalia na kudanganya ndio wewe mambo yanakaa hivi. Wewe sema natoka fire. Kuja atakuja mwenyewe. That's all. Oh yes. Sema mwana. Let us go to the enemy camp. Yes. Oh yes. Receive what you want. Get your miracles. Get your star. Get your ministry. Get your money. Inahitajika mtu anayejielewa. Amen. Mtu aliyekubali maisha yangu ni haya. Amen. Unauliza watu wanaokoka wanagoma kusema. Unajielewa wewe? Mtoto wa Nabii Esther. Mtoto wa Keshi Madame.
Mama yangu ni noma. Noma yake iko wapi kama wewe mjuzi kumtangaza vizuri? Kuna kitu kimoja alikisema na mtumishi wa Mungu Prophet Edward. Akasema mafanikio ya Pastor Chris, kama mnajua Pastor Chris anafanya miracle sana. Yeye alikuwa si mtu mwingi sana. Alikuwa akimsema mama nabii mtumishi wake vizuri. Alikuwa akimsema pastor yake vizuri kila anapokuwa. Anamtangaza vizuri. Ana invite watu kwenda kumcheki, kwenda kusikiliza neno la Mungu. Hiyo tu ilipa kwenda juu. Amen. Wewe unaambiwa unasali wapi unangata hii hata na dada mmoja ndienda kujaribu. Unaenda kujaribu na masaligi hapa aibu. Aibu kubwa. Kichwa chako. Usurudie kabisa. Meno. Point nyingine. Ili tushinde kwenda kwenye point. Hii nakwambia. Ni lazima tuwe watakatifu. Oh yes. Kama kuna kitu ambacho kinamharibu mtu asifike level nyingine ni dhambi. Ukiangalia story ya wana wa Israeli, wakifika sehemu wakilalamika Mungu alikuwa anapiga. Kwa sababu wanatenda nini? Dhambi. Jitahidi sana ziepuke dhambi ambazo unaona kwako hazina maana. Achana na kwanza, mna dhambi yenye maana by the way. Hakuna. Achana nazo. Achana na dhuluma, wizi, uongo, uzinzi, uvurugaji wa nini, kila kitu achana navyo. Wewe sema baki huku. Mimi naenda kuchukua miracle yangu. Mungu anachokijua kwamba ninapoondoka mahali lazima niwe na hadi fulani, niwe na maisha fulani, niwe na nguvu fulani. Yaani kwa namna nyingine ukipigana ngumi na mtu kama una afya njema waweza kuanguka ukafa. Lakini wewe afya njema kwenda sehemu kwenda kuchukua miujiza yako, toaji, imani, takatifu. Hiyo usije kufikiri kwamba ni malaria, no. Hakuna. Hata ukiwa na malaria lakini ukiwa na hivyo vitu unatoka. Oh yes. Utakatifu. Kurudia nini? Utakatifu. Utakatifu tunasema lazima uambatane na Roho Mtakatifu. Oh yes. Maana yeye ndiye atakayekupa kukuonyesha wapi baraka zako zilipojificha. Amen. Biashara gani unatakiwa kufanya? Amen. Mke gani unatakiwa kumuoa? Amen. Mume gani unatakiwa kuwa naye? Amen. Afya gani unatakiwa kuishi? Level ya maisha ulionayo. Yes. Roho Mtakatifu ndiye atakayekuongoza. Kwa hiyo ukimkosa Roho Mtakatifu, hiyo ni hatihati moja ya kufeli. Oh yes. Ndio maana Biblia inasema si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Si kwa majeshi Mtakatifu. Si kwa majeshi utakaoenda nayo, si kwa silaha ulizonazo, ila ni kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana nguvu za giza zinashindwa. Madhabahu ya kwenu wanaachia, uchawi wa kwenu unaachia, vitu vinafungua, unapiga hatua nyingine kwenda mbele. Sema mwana nabii. Holy Spirit. Yeye ndiye anayetudirect. What you're supposed to do is only from Holy Spirit. Amen. Unachotakiwa kufanya kiko kwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akai ndani pachafu, anakaa mahali patakatifu. Amen. Na ndio maana ili ushinde, la kwanza kama anapopigana na mama yetu dhambi, anaipiga sana vita, anasema nawe kuwa mtakatifu ili Roho adumu ndani yako, ili uweze kupiga. Ndio maana Daudi anakuambia kwenye Zaburi ya 51, Bwana usiniondolee Roho wako Mtakatifu.
urejesha furaha ya wokovu wangu. Maana alikuwa amemtenda Bwana dhambi. Ndio. Alichosema pale chini kusoma mistari ya mwisho panakwambia wala usimuondoe Roho wako Mtakatifu. Maana akishatoka tu kapa. Basi. Umekwisha. Umeisha. Akishatoka tu wewe ni basi. Barikiwa sana. Amen. Wewe ni empty. Rejesha furaha ya wokovu wako. Unapotenda dhambi, moyo unauma, unachoma. Amen. Mtume Paulo akasema, yale ambayo unatamani kuyafanya siyafanye. Nisiyotamani najikuta nayafanya. This is a spirit. Hiyo ni roho. Inakupush, go, do it. You are trying to kustruggle kutoka, lakini anakuambia do it. Una do it by force. Oh yes. After there, unaanza kukaa, oh my God, what am I doing? Oh yes. Nini nimefanyaje? You see? Kwa hiyo hapo sasa ndipo pale anakuambia kwamba dhambi inakufanya ukose majibu yako. Na ukiona umechelewa, chunguza maisha yako. Kama kijana, chunguza. Kama ni mzee, ni kijana, ni mzee, ni mtoto na vitu vingine, chunguze. Maisha yenu ni yapi mnaoyaishi? Alafu angalia majibu yako yako wapi. Sijasoma hata neno moja, lakini kuna Waebrania nimeisema kwa mdomo. Na nyinyi mwiandike. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwana nabii. Yes. Hebu nifungulie kwanza. Niwape neno moja tu kwa. Nifungulie Mathayo 16:18. Utoaji, hebu andika kwanza katika ile point ya utoaji. Andika Wafalme wa Pili kuanzia sura ya 3. Sura ya 3 mstari wa 23 na kuendelea. Kuna Samueli wa kwanza sura ya 7 mstari wa 7 mpaka 17. Hapa tunaona ya kwamba baada ya wale Waamori kupigwa kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Natamani nikitoka hapa msibaji kama mlivyo. Kila mmoja wewe na shuhuda. Kuna wenye magonjwa hapa, wote wanaenda kuwa salama. Kuna ambao biashara ni ngumu hawauzi, wanaenda kuuza wote. Ndoa haijakaa vizuri, inaenda kurekebika. Jioni leo mambo yote ni sawa, mambo ni sawa, kila kitu ni sawa. Jioni leo sasa pokea promotion, pokea kazi, pokea ndoa, pokea afya. Jioni leo, jioni ya ushuhuda, jioni ya majibu. Lazima leo damu irejee, kazi yangu irejee, hali iliyopotea irejee. Sikiwa tu Mungu alijenga kanisa hili la PMYC juu ya nabii wetu, akapewa funguo za kufunga takataka zote na kufungulia baraka. Katika mwana nabii najikona tena mama yangu nabii, zile baraka zote nazifungua. Ajili wako, kazi yako, yako, Jesus Lord. Hakuna mtu atakayebaki hivi. Hakuna mtu atakayebaki hivi. Labda misomo na nabii. Na ukibaki hivyo, hichi choo ni kulia. Ninasema nikiwa nimesema kwa ofisi ya mama, ukibaki ulivyo, hichi choo ni kulia. Kabisa. Nimetangaza ushindi wa kila mmoja. Kila mmoja. Zingatia nilichokuambia. Zingatia nilichokuambia. Labda nisoma na nabii. Ikiwa wewe mama mnabii siko ndani. Na mamlaka nimesimama kwenye hiyo ofisi. Na akanipa mamlaka ya kutamka na kufunga. Yote yaliyo mabaya. Ndio nilivyoyafunga yote. Magonjwa yote nimefunga. Shida zote nimefunga. Masikini nimefunga. Nilikuwa na imani. Nimefunga. Nimefunga.
Mungu anasema ndoa ya mwanamke huyu teseka sana kwenye mahusiano. Ndio nairejesha sasa hivi. Kuanzia sasa hivi. Nimekupa kile kinachokutesa. Kuanzia sasa hivi. Ukapokee muujiza damu damu. Ukapokee unachokitamani. Kama mwana pia. Na ile huko. Hapo ndio ukombozi huyu. Ukapokee. Baba elewi. Baba elewi. Unasumbuliwa. Kila mmoja, yes. Nguvu ndio hiyo. Pokea. Leo nimesema kama Rabi, hautakabaki kama ulivyo. Hautabaki kama ulivyo. Kabisa. Sema majibu yangu ni. Majibu yangu tena ni sasa. Tena ni sasa. Tena ni sasa. Tena ni sasa. Sio kesho. Sio kesho kutwa. Ni sasa. Ni sasa. Ni sasa. Ni sasa. Yule aliyeteseka lazima leo akajibiwa. Leo akajibiwa. Kadeka moja na malizi. Yandarabu siki ya bashandrebu. Riko ya masaka ya bo. Riko sekre masaka. Labda mimi sio mwana nabii. Kama roho mama mnabii siko ndani yako. Maisha yako si hayo ulionayo. Nakataa maisha ulionayo. Yes. Lazima twende kwenye enemy camp. Yes. Leo yes. Tunaenda. Na utakachokichukua, amini umekipokea. Imani imekupa point ya kwanza kufanikiwa. Lazima uwe na imani. Lazima uwe na imani na uamini nabii. Ya pili uwe mtoaji. Ya tatu ni watakatifu. Ya nne Roho Mtakatifu. Ya tano tambua mamlaka ulionayo. Ya ndio hizo point. No mercy for Timo. Say no mercy for Timo. No mercy for Timo. Hakuna mtu kusalia. Hakuna. Na wachukia sana wachawi. Na wachukia sana. Wametesa familia yangu vibaya. Bila kumjua mama huyu Nabii Esther nisingekuwa hapa leo. Kwa kuwa tu nilimjua, akanijaribu kutoka kwenye vizazi vya kwetu. Kwenye wachawi wa kwetu. Leo akanisimamisha kama mtoto wake. Lazima nitumie kile nilichokifanya kwake. Na mimi nifanye
nchi. Sitakubali. Kama Kongo wanaisha, na kwa kuanza kuisha. Waisha pote. Wapote. Yes. Wangapi wanaelewa vizuri? Kama kuna wako pale ulipo. Katika vitu ambavyo vinapiga vichwa ni injili ya ushabiki soko na majibu. Kutiana moyo pasipo na majibu. Ni heri nikwambie ukweli leo, unikumbuke kesho. Bora nikwambie ukweli leo, unikumbuke kesho. Wangapi wanaelewa vizuri? Amen. Pointi nyingine ya mwisho. Kwa yote tunayofanya, lazima uwe msiri. Sema msiri. Siri. Sema siri. 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 Lazima utunze siri. Mbinu za kumshinda adui, lazima uwe msiri. Ninapokuja kupambana jeshi la Kosovo na NATO, nikafika nikatoa siri, tunatumia nuclear au tunatumia sijui bunduki za aina gani. Wakati huo natoa siri, wanajua jinsi gani wanaweza wakatuzuia tusiweze kushinda vita hili. Tumeelewana vizuri? Baada ya kutoa siri, wakati wa kutangaza, you never know nani anayemtangazia vitu vyako. Huenda naye ndio adui yako huyo. Mwingine una kila siku anakuchunguza. Let me tell you something. Nikupe shida kidogo. Nikiwa nasoma, niko form 6. Huyo mama ajufikie mkata hapa. Tena nimemfungia kwa madhabahu yuko pale. Yes. Niliingia picha zobaki nileka pale chini. Hakuna kunyanyuka huko chini ya ulinzi. Na kifo kinakuhusu. Amen. Yes. Nimeweka hapa. Nikamfunika akasema hapa atasikia. Kisha kazi. Amen. Anarusha ngumi kabisa. Lakini anakuletea ushuhuda. Amen. Nilichapa ngumi kweli kweli. Nachukulia kwenye miaka. Oh, yes. Unajenga kidogo, unafanya kitu hakiendi, kimefika kwenye level fulani. Umekaa tu. Mambo hayaendi. Kila ukitaka kugusa chini cha moto, hakiendi. Maisha yamekuwa. Umechukua hatua gani? Yaani ungejua mimi ni mkibosho na nina hasira za ambazo madhabahu ukichanganya na za nyumbani. Mimi ningeua. Amshina kwambia. Si mkibosho, si ukweli huo? Wanasemaga mna asili ya hasira, sivyo? Ila mimi sina ile asili tena. Hapana. Mimi ninachokifanya hasira zangu zikichanganyika pesa nyingine zinakuja na za kule. Sasa nyinyi ndio mnasababisha. Na kweli ningekuwa naruhusiwa kupiga mtu, ningetoa watoto wameningizwa kwenye hizo chuma wote. Kwa sababu hauko serious. Unakuja hapo unaona, unatuonesha kwamba wewe ndio unajua urembo, omba. Fire. Na nyingine nilisimama hivi jamaa. Fire. Wewe, ningekuacha usingening'inia kwenye hizo nono. Adhabu ni miguu juu kichwa chini. Yaani kichwa kikai hivi miguu hivyo mpaka tumalize ibada. Ungejifunza usingekuja hapa tena kizebeze. Amen. Kwa sababu unachokijua ni kwamba nina hasira na sehemu nyingine. Yes. Wanatesa. Na wengine unaishi nao, umekosa tu usiri kwenda kufikia hivyo vitu. Watu mnakaa the same, viwango vile. Hamkuagi. Hamkui kabisa. Biashara ni ile, huduma ni ile, kazi ni ile, hakuna hata kiwango kidogo cha kupanda mshahara. Umekosa usiriasi. Mimi nimesoma chuo, nimemaliza degree ya elimu. Umenisikia? Education. Lakini tu nikasema, light ningekuwa na muda kwenda kufanya kazi. Mimi nisingekuwa mwalimu wa kawaida. Nisingeajiriwa mimi. Ningekuwa the top ambaye ningecontrol wenzangu. Amen. Sema Mungu anivuta tu kunileta upande huu. Kweli? Na wala ningetaka kutafuta kazi. Niseme natafuta cheti changu nisimamishe mimi nianze kufanya nitafute kazi, kampeni za kazi. Ningepata kazi mimi. Yes. Sasa unajua ninachokifanya nini? Unafika na Magufuli hapo. Hakunaga. Hapo kinachokuwa kinafanywa nini? Ni seriousness. Basi. Leo nataka twende kwenye kambi ya maadui. Oh, yes. Tufanikishe kile ambacho kimepotea. Amen. Fikiria nini kilichopotea kwenye maisha yako? Ni nini kinachokushika kwa muda mrefu? Ni nini ambacho unaona hauna majibu? Ni nini hata wewe umeshachoka? Yaani you are tired. Umesema enough is enough, I'm tired. Oh, yes. Now is my time. Oh, yes. Na unaonesha usiriasi wako kama hautabaki kama ulivyo, kama utabaki kama ulivyo. Amen. Umeelewa vizuri? Amen. Kama ni wanja boda, sijui nini kuchomekea salama haitasaidia. Kinachosaidia ni wewe kupata majibu yako. Watu wakujue mjini kwamba kuna mtu anasema. Heshima pekee inatafutwa baini.
Ukisoma history, vipindi vya nyuma, watu waliokuwa na kosa uhuru kwa democratic system walikuwa na apply ile dictatorship. Kama utamwambia ndio wako niachie by peace, akagoma, tumia dictatorship. Mfate by force. Mwambie lazima uteme, kema kila kitu chako. Achia, simekwambia nini? Achia sasa. Nimekwambia achia by salama, umekataa. Basi achia kwa nguvu. Piga fire ya maana. Uone kama utabai kama ulivyo. Kila siku wanakuwa wengine wanakuangalia kwa huruma tu. Bwana labda atatenda. Atendaje kwa mtu ambaye hajielewi? Fanya kwanza hatua ya kutoa mali. Unaisha tu kufanya kazi, unataka kujishughulisha, unataka kutafuta tajiri. How comes? Kuna gunia linatoka juu mbinguni? Hapana. Lije likuangukie. Kila siku nikulia maskini kuangalia kwa huruma. Huruma yako inafikiri kusaidia? Hakuna. Badilika wewe. Napokea kwa jina la Yesu. Uza hata nyanya, unafikiri kwamba ni mteule eti mimi nimeokoka ni mzuri zaidi ya kutokuuza nyanya. Uza nyanya, wenzako wanazingua choo nasema sikuse nyanya. Hautashukuru. Kabisa. Ikiwa kama unabii hautashukuru. Tunaona vizuri? Sihitaji mtu kuteseka. Mungu wa mama yetu anajibu. Sihitaji mtu atakayeteseka hata mmoja. Kabisa. Omba. Njoo. Kwa nini umekuja? Weka mikono yako juu. Simamisha fimbo zako. Lazima mimi nataka kufanya kwako. Nataka nikomboe uchumi wako tu. Ninaona ni mtu ambaye unafanya mambo. Unakuwa kama ni mtu aliyekosa kibali. Ndio. Sio kama naongea na mtu. Ni kweli. Yaani mtu ambaye unajaribu kufanya mambo. Ninaona kama ni mtu ambaye unakosa kibali. Nikimaanisha kibali, yani unajaribu Maria. Nikikuombea hapa. Simama. Naweza nikapata picha yake? Picha yake sasa hapa si. Hata kwenye simu? Si pia sasa hivi sina. Unaweza kuona yule? Nikikuombea hapa brother, channel zako zinafunguka zote. Utakachoenda kufanya kutokea hapa. Unataka kujua ni mwana nabii. Tulikia habari ya mwana nabii sasa. Umesikia habari za nabii sasa? Ulishamwona? Ulishamtafuta kumuona? Okay. Ile unatamani kumuona. Natamani kumuona. Lakini sasa ndo unataka umuone kwanza. Kesho nyingine hata tunaiona. Naona relation problem. Sika unanielewa? Ndio. Ndio. Unanielewa vipi kwa hilo? Tatizo la mahusiano. Umeoa sasa hivi? Bado sijaoa. Ila una mke? Ndio. Kuna mpango gani na mke yule naye? Natarajia kumuoa. Una mtoto naye? Ndio. Nataka nimwombee na yeye. Umekuja naye? Hapana, sijaja naye. Yuko wapi? Yuko nyumbani. Umwambie anapata shida gani kwenye tumbo lake la uzazi. Sijui kama alishakwambia kitu kama hicho. Hapana. Aje kukwambia. Nimuulize afu utakuja hapo Prophet Hussein. Hichi kitu tunachokuambia. Mwambie tumbo lake la uzazi na shida gani. Lakini nikikuombea hapa, kuanzia mama yako, kuanzia wewe na familia yako inaenda kufunguka. Unachotakiwa kitu hicho. Unachohitaji kwake ni unyenyekevu wa madhabahu. Umeelewa vizuri brother? Weka mikono yako juu. Simama nawe.
Weka hizo picha zako vizuri. Ikiwa kama unabii na wewe mama una pesa kwa ndani yako. Funga macho yako brother. Ninaachilia kibali, upendo, breakthrough. I release all your connection. Ninaachilia connection zenu zote. Connection. Hata kwa binti naona kuna connections zinapotea. Naziachilia kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Kristo, kila magonjwa yaliyosalia kwako, ninaitoa hiyo roho ya magonjwa kwa mama yako kuanzia sasa. Naiondoa kuanzia sasa. Out from now in Jesus name. Kila kilichokaa vibaya kwenye familia yako na kirejesha kama mwana nabii. Mama yako ilikuwa inamtumia uponyaji kuanzia sasa. Kupitia wewe akapona. Kwa mamlaka ya jina la Kristo, receive it. Out. Yes, so. Out from now. Together. Yes, Lord. Kila kilichokutesa kwa muda mrefu na kiondoa kuanzia sasa. Anza kuachia mwanaume huyu. Achia! Kwa jina la Yesu Kristo. Be free. Yes, Lord. From now, nafungua nyota yako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Be free from now. In Jesus name. Out. Kila kicho kamata nyota yako. Out. Yes. Lazima uachiliwe. Ulipokamatwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Yes. Achiwa kuanzia sasa. Nikihesabu mpaka 3, kila connection iliyofungwa kwa vitu zikaachiwa. Connection ya ndoa yake ikaachiliwa kuanzia sasa. Connection yake ikaachiliwa. 1, 2, 3. Out. Yes. Jesus name. Be free from now. You will testify in this altar in Jesus name. Wacha mkono wako unakuwa mzima. Kama una shida afya ukimaliza maombi unakuwa mzima. Amani kwenye ndoa yako inaenda kukutokea. Simu zako zote zinaenda kufunguliwa sasa. Bila komano kaione. Chochote unachokitamani ukakipokea. Baada ya maombi haya, ende lazima achie. Sema Mungu anabii. Ninaenda kunikambia maadui zangu. Chochote walichokikamata, afya yangu, ndoa yangu, biashara yangu, nyota yangu, watoto wangu. Nasema leo, kamata mama yangu na pia za mkono. Kamata mama yangu na pia za mkono. Ingia naye. Dua saba. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Sema wewe uko wapi? Uko wapi? Kuwa serious. Naomba uwe serious. Tunapoomba. Wewe maswala kunyosha mkono juu acha. Angalia chini. Anza kuomba. Fungua macho kodoa. Sema wewe adui uko wapi? Hapa kijijini kwetu. Niko na nabii wangu. Imani ninayo. Dada nimetoa. Mamlaka ninayo. Wewe Mungu. Nauliza. Wewe adui yangu. Kamata nyota yangu. Kamata biashara yangu. Kamata afya yangu. Kamata kazi yangu. Kamata huduma yangu. Wapi? Sema Joba.
Mwambie kwa nini umeshika nyota yangu? Kwa nini umeshika nyota yangu? Mungu anasema mimi kuna watu wamekamata nyota zao hapa. Watu wengi wamekaa maisha ya umaskini, kumbe kuna ndugu waliofanikiwa. Wamewekwa chini ya kapu wao. Mungu ndiye anayesema hivyo. Nyota yako ile kamata ianze kuachiliwa. Weka mikono yako juu. Nikiwa kwa madhabahu. Ashes zika tayari. Nyota ya mtu inakurejea. Baada ya nyota yako kupokea sasa hivi, afya yako inakuwa nzima. Saa hii. Ndoa yako inakurejea saa hii. Watoto wako inakurejea saa hii. Aya, weka mikono yako juu. Kuwa serious. Nikiwa kama nabii, nimesimama kwa ofisi ya mama yangu na pia na roho ya mama yangu na pia iko ndani yangu. Inaachilia moto kwa kila adui aliyekamata nyota yako. Aya. Sikia baba. Ribu sekere mama. Nyosha mikono yako juu kabisa. Nyosha juu kabisa. Juu kabisa. Viganja hivyo nikiwa kama nabii. Na roho ya mama una pesa iko ndani yangu. Viganja hivyo vinaanza kusoma neno yako. Nyota yako ianze kusoma kwenye viganja. Utasikia moto unapita kwenye viganja. Utasikia fire. Utasikia mtetemeko. Utasikia fire. Ndio hiyo. Yes. I don't want up to 7. Inasema mwone kama mpaka 7. Nikiwa kama mwana nabii. Nikifika mara ya 7. Inaamuru hadi kashuke. Inaamuru moto kashuke. Inaamuru hadi karejesha nyota yako. Kila aliyeng'ang'ania hapo kijijini kwako hataweza kuikamata tena. Nikisimama kwa ofisi ya mama yangu na pesa. Nikisimama kwa ofisi ya mama yangu. Nasimama kwa ofisi ya mama yangu na pesa. Na madhabahu iko hapa. Inahesabu mara ya kwanza. Be connected. Weka mikono yako juu kabisa. Weka juu. Nikihesabu mpaka 7 utakuta nguvu. Itatokea si ya kawaida. Utasikia vitendo vyako vinawaka moto. Utaona mwanga na kupiga. Wengine wataona mwanga na wapiga machoni pa. Nyota ndio inarejesha. Hakuna adui aliyesimama kwenye madhabahu hii atakayepona. Hakuna. Inahesabu mara ya kwanza. Mara ya pili. Yes Lord. Riko ya masaka yabo. Mara ya tatu. Mara ya 4. Anza kupokea. Moto ndio huo. Mara ya 5. Labo saka ya masaka. Riko ya mama shanda labo. Naona destiny yangu inarejea. Naona kazi yangu inarejea. Naona ndoa yangu inarejea. Naona watoto wanarejea. Naona ndoa inarejea. Mara ya 6.
hapo. Mara ya saba fire. Natabiri kama nabii. Wiki ukashuhudia. Wiki ushuhudie. Wiki ushuhudie. IDC. Wiki ushuhudie. IDC. Watu watano wa kwanza anza kushuhudia. Waanze kuona kushuhudia. Waanze kuona miujiza. Miujiza kaonekanie. Miujiza kaonekanie. Jumapili ya kwako kushuhudia. Useme hakika Bwana nabii aliposimama akasema na neno fulani. Leo nimetoka. Leo nimepokea. Anza kuona shuhuda. Yes. Take it. Yes. Take it. Yes. Ikiwa tu ni mwana wa nabii, watu hawa wamepokea wote wamepokea wote katika jina la Yesu Kristo. Mshangilie Bwana pale ulipo. Muda wetu umeenda sana. Lakini naamini hamna mtu alibaki alipo. Oh yes. Tunapata kitu leo. Sadaka yako ambayo ulikuwa umeiandaa kwa ajili ya maadui. Anza kwanza mwenye fungu la 10 moja mbele haraka kidogo. Tufunge.